neno la Bwana tu. Sema imani. Haleluya. Kuna mahali ambapo mtu hata hawezi akaonekana na Biblia kama imeibeba. Hawezi hata akamsifu Yesu Kristo. Sema imani. Kwa maana mazingara yako hostile. Haleluya. Lakini ndiposa linasema ya kwamba wewe una heri. Ni kwa sababu maeneo ambayo upo unaweza ukasimama mahali popote na ukamsifu Bwana. Licha ya kuwa sisi katika ino fursa ambayo tumepewa bado hatuwezi tukamsifu Yesu Kristo. Tungali tunahitaji tukabembezwe ili tukapate kumsifu Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nimekuja na habari ya kwamba wewe una heri. Haleluya. Kwa siku na kama ya leo una heri. Ni kwa sababu watu wamepatikana katika mazingara ambayo ni magumu. Mazingara ambayo hata kueleza inakuwa ngumu. Sema imani. Lakini kwa siku na kama ya leo Bwana ametupa kibali sisi sote ambaye tulie mawe inayojenga nyumba ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tumefanya kuungamanishwa kwa malengo ya kukamilisha jengo la Yesu Kristo. Sema imani. It doesn't matter ya kwamba ewe ni jiwe la sabuli ipi, lakini ninalotaka ukaweze kutambua ya kwamba wewe ni jiwe. Kwa hivyo kama wewe ni jiwe, basi sisi tulio wengi sisi ni mawe. Kwa hivyo tukisha kuwa mawe, tunakuja kwa pamoja tukapate kuungamanishwa ili tukatengeneze jengo. Ndiposa jengo likapate kukamilika, imepasa mawe ikapate kuunganishwa pamoja. Sema imani. Kwa hivyo utakapokuwa umetambua ya kwamba mimi ni mawe na ni lazima tuwe mawe ndiposa jengo likapate kuwa, basi itakupasa ukapate kujumuika pamoja na mawe mengine ili mjenzi atakavyokuwa anakuja kujenga asiwe na kazi ngumu tena ya kwenda kuokota mawe. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo sisi tulio mawe ambayo ni mawe ya dhamana sana tumeungamanishwa kwa siku ya leo ili mwili wa Yesu Kristo ukapate kujengeka. Haleluya. Mpe Bwana makofi mazuri. Kwa hivyo jiwe lililo likuu ambalo ni Yesu Kristo, naye ndiye aliyekwisha weka msingi. Na anasema ya kwamba msingi mwingine hakuna aliye na uwezo wa kuinua tena ila ule msingi ambao ulikwisha kuwekwa mara ya kwanza. Sema amen. Ule msingi ndiye Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo yeye ndiye ambaye tunajengekwa juu yake. Nasi lilo jengo linakuwa jengo ambalo lilo kamili ndani mwa Kristo. Haleluya. Maana majengo mengine yamejengwa nje ya misingi nayo ndiyo yanayoporomoka. Haleluya. Lakini nahitaji wewe ukapate kuwa lile jiwe ambalo limejengwa juu ya msingi ambao ni wa Yesu Kristo, ili hata upepo ujapovuma, tufani lijapopiga, jengo hili lisije likaanguka ila likasalia kustahimili. Haleluya. Kwa hivyo ewe kama jiwe, upepo ambao utakaovuma na ukapate kukuangusha, je, jiulize nimejengeka juu ya msingi gani? Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo unapokuwa katika maisha ya safari ya msalaba, kajiulize kama mimi mawe, basi mimi nimejengwa juu ya msingi upi? Ni kwa maana unapopata jiwe katika nyumba linatingika, ina maana ya kwamba aliyelijenga lile jiwe halina udhabiti wowote. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, kanisa la Bwana lijengeke katika toba. Sema imani. Jengo la Kristo likakamilike katika toba. So tunaenda kujifundisha kuhusu toba. Kwa maana kinachofanya mawe yanayumba yumba ni toba haipo ndani mwao. Ni kwa sababu toba itafanya jengo likapate kuwa kamili katika Kristo. Sema imani. Amen. Na jambo pia lingine linalofanya mawe yanakuwa na hofu na wasiwasi katika lile jengo ambalo limejengwa. Yaani mawe inajisumbua, inaona ni kana kwamba imejengwa mahali ambapo pasipofaa, ni kwa sababu ya dhambi za awali. Hayo ndiyo mawimbi inayofanya jengo linapigwa, linaanza kuyumba yumba. Sema imani. Kama ewe ni Mkristo ambaye ungali unang'ang'ana na vitu vya kitambo, yes, hautakuwa dhabiti katika safari ya msalaba. Haleluya.
walinifanya, walinisema, walinitendea, nalifanya, nalikuwa, itakuwa ngumu. Sema amen. Amen. Ya kale yamekwisha pita, mapya yamekwisha kuja, basi lote tunalolitenda ni jipya. Kwa hivyo lazima Mkristo wa siku ya leo ambaye anahitaji kuwa mwanafunzi wa Kristo ajue yakini ya kwamba pale mwanzo mimi nalikuwa lakini Bwana aliponiita kanibadilisha, basi mimi nimekuwa B. Sema amen. Tena nitakaporudi kuwa najua yakini ya kwamba ninakana ile sheria ya kwamba haitatenda kazi ndani mwangu. Hello. Sema amen. Kwa hivyo sielewi ni jambo lipi ambalo limekudrag behind ili ukapate kuwaza yale ambayo uliokolea ulipokuwa hautamjua Yesu Kristo. Dada yangu, ndugu yangu, siku na kama ya leo, hayo ndio yanayokufanya msalaba wako ungali unayuma yuma. Yaani uwezi kumbuka kunapokuja ya kwamba nitafute msalaba nilipoenda kulala na niuweka wapi. Wala maandiko inasema kila kuchao ukajitwike msalaba na kumfuata Bwana. Ina maana ya kwamba unapoenda kulala msalaba unaulaza kando yako. Haleluya. So ulipoamuka msalaba uliuacha kwa kitanda. Ndiposa dada anajikuta anapofika mbele anazinaa. Ndugu anapofika mbele bado yuatamani. Sema amen. Msalaba ameuacha kwa nyumba. Kwa nini tunakolea katika hali ya uovu? Ni kwa sababu tunapenda kulala tumeiacha pale msalaba. Kwa hivyo ninapoamka ninauacha msalaba. Mimi ninajikuta nikiwa ninawanungunikia wengine. Viburi vimetujaa. Ni kwa sababu gani? Sisi msalaba wetu tumekwisha uacha. Wanaposema wanasema ya kwamba ni kwa sababu waliniona. Hapana. Nataka ukarekebishe, ukakulie ndani ya wokovu. Yaani utoto wa kiroho ukapate kuondoka. Kwa kuwa tumeokolewa kwa tarajio. Lakini tarajio likwisha patikana. Hapo sio tarajio. Bado hatujapata tarajio. Hatujafika mbinguni. Kutaendaje? Tukae kama watu ambao walikwisha fika. Ni kwa sababu jengo halijakuwa kamili katika Yesu Kristo. Yaani hawajaweka mchanga ambao umeshika simiti mzuri. Lakini kwa siku ya leo jambo yakini ya kwamba mjenzi yupo pamoja nawe. Hana haja jengo likapate kujengeka na kusimama kamili ndani mwa Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Uliza jirani yako, kuna kitu unasikia? Amen. Ulinunuliwa mawe gani? Then ulipoletwa katika hali ya ujenzi ulipatikana ukiwa mawe gani? Sema amen. Amen. Hasara ipo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna hasara ambayo Wakristo wanaenda kupata ni kwa sababu wewe ulipobadilishiwa jina. Jina hilo si lile ambalo ulilopewa na baba yako. Hilo ni jina ambalo haukupewa na mama yako, haukupewa na shosho yako, haukupewa na babu yako, wala mtu yeyote yote wa ukoo. Yaani Bwana Mungu wa Israeli akakirimia ya kwamba siku na kama ya leo sasa utaitwa Mkristo. Lakini ulipopata lile jina, je, inatenda nini maishani mwao? Bado tena unariblasfel. Tunaenda mbinguni. Mbingu na umerikana lile jina. Mbingu na unalipuza lile jina. Sema amen. Mataifa wanasema Mungu kaa ambaye wanayemwabudu. Matendo yako, mienendo zako na mitindo zako, je, zinaambatana na Injili? Hello. Amen. Sema amen. Wapendwa, tumeokoka tunaenda mbinguni. Je, kutenda kwetu, kuenenda kwetu, jengo linayumba yumba ni kwa sababu ya husuda. Haleluya. Ninapojenga tena yale ambayo naliyokwisha yavunja, bado ninakana ile sheria. Amen. Paulo anaandika barua anapelekea kanisa la Galatia. Anawaeleza kwamba nitakapovunja yale, nitakapoyainua tena yale ambayo naliyoyavunja. Mwanzo ulipokuwa unaokoka uliyatupia. Siku ya leo bado tena unazidi kuyatenda. Ni gani uliyoyatubu? Kwa sababu gani anarejelea? Toba imepungua. Amen. Kanisa la Bwana imetupasa tukapate kutubu.
Amen. Amen. Damu ya ukoo isitende kazi ndani mwako na unasema ya kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Amen. Tubu ni kwa sababu ya damu ya ukoo. Umeokoka, unasema ya kwamba walio ndani wa Yesu Kristo wako huru, lakini wewe ungali umefungika na mambo ya kiukoo. Kiburi, uchungu ndani ya moyo, kujivuna, kujiona, kujigamba na mambo mengine yafananayo kama na haya. Je, hawakuandikia kanisa la Galatia unaposoma 5 pale 21 ukiteremka, tunda la mwili? Mbona haujatubu? Ni kwa sababu ya matendo ya mwili. Mbona haujakataa matendo ya mwili? Na Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana mkali. Mimi pia ni Bwana wa Miriam. Unaweza kuwa unaabudu mimi? Yes. Haleluya. Amen. Na wengine hapa pia bado ni mabwana. Haleluya. Hello. Ni Bwana mkali. Kwa hivyo wacha tukatubia matendo ya mwili. Wacha tukapate kugairi ili tukapate nafasi ya kumsongea huyo Yesu Kristo. Si ya kwamba sisi tukaonekane na foleni kubwa, lakini kanisa halielekei mbinguni. Kanisa halimkiri Bwana. Kanisa halimtii Bwana. Kanisa halimtumikii Bwana. Yaani ni haya onyesho. Amen. Hello. Amen. Sema amen. Amen. Kanisa ni lazima likamtii Bwana. Mathayo 4. Imetupasa tukapate kumtii Bwana. Biblia inasema ya kwamba tokea wakati huyo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sema imani. Amina. So Biblia inasema ya kwamba wakati ule Kristo alipoanza kuhubiri, ambaye tunatokana kwake na jina wa Kristo, maandiko inasema ya kwamba alianza kueleza makundi, alianza kueleza umati, anapopita katika vijiji na vitongoji na katika miji, akiwaambia ya kwamba tubuni, na kwa sababu ufalme wa mbinguni umekwisha kuwa karibu na wana wa watu. Ndiposa siku na kama ya leo, dada na ndugu, tukapate kutubu, na kwa sababu majira yapo pamoja nasi. Amen. Ninayoyatenda nijue yakini ya kwamba ndiyo nitakayoyavuna kesho. Sisi ambaye tulie miche katika shamba, basi tunaenda kuzaa nini? Michongoma. Ni bingili ambayo tunaenda kuitoa. Hello. Kanisa tukapate kutubu. Wacha nyoyo zetu zikapate tena kumrejelea Bwana. Wacha nyoyo zetu zikapate kumtukuza Bwana. Wacha nyoyo zetu zikapate kumuinua Bwana. Wacha na matendo yetu baada yakapate kukiri Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Aliye mchoyo aache uchoyo, aliye katika eneo la zinaa acha zinaa. Amina. Sema amen. Andiki nasema ya kwamba tendaye zinaa basi ametenda katika uno mwili, ndani ya mwili. Halo. Amen. Maana lazima roho imeshiriki, ni kwa sababu lazima ikapende. Amen. Haleluya. Basi yeye amekwisha mkana Kristo. Kwa hivyo siku na kama ya leo, ndiposa Biblia inasema ya kwamba alianza kuhubiri watu wakapate kutubu, ni kwa sababu ya matendo na mienendo na mitindo, ili wakapate kumgeukia Bwana. Kanisa likapate kumgeukia Bwana. Kanisa likapate kumrejelea Bwana. Sio kusonga mbali na Bwana, ni kwa sababu ya matendo. Haleluya. Halo. Toka kule ambako ulikoelekea kuja kwa Bwana. Ni lipi ambalo umelitenda? Mwambie Bwana. Maana Bwana anasema ya kwamba hata ijapokuwa dhambi zenu si nyekundu,
iwe kama bendera ama iwe kama damu, mimi Bwana nitazisafisha, zitakuwa eupe kama sufu. Sema imani. Kwa hivyo ni lipi ambalo linalokufanya wewe usipate kumrejelea Bwana? Geuka, mrejelee Bwana. Sema imani. Yeremia anasema ya kwamba rejea katika njia panda. Kwa hivyo siku na kama ya leo, kanisa la Bwana, wengine tungelikuwa watumishi, lakini kwa sababu ya mambo ya mwili ambayo imekorea ndani mwetu, hatuwezi mtumikia Bwana katika viwango. Ni kwa sababu tumejikuta tukiwa katika hali ya kiujanja, tumejikuta katika hali ya manunguniko, tumejikuta katika viburi, tumejikuta katika hali ya kujiona na kujiinua na kujivuna. Kwa hivyo hali ile imetusuilia Roho Bwana hawezi pata breakthrough. Ondoa uchungu, ni kwa sababu wewe ni wa Kristo, si mali yako wewe mwenyewe. Wacha uchungu ndani mwako ili ukapate kumwishia Bwana. Kairi ukapate kumwishia Bwana. Ondoa kiburi umwishie Bwana. Ondoa majivuno umwishie Bwana. Baada jitukuze ndani mwa Yesu Kristo. Wacha kujitukuza katika mambo ya ulimwengu. Hakuna mahali ambapo dunia hii itatupeleka. Tumefananishwa na ua la kondeni. Maandiko yanasema ya kwamba jua linapiga linanyauka. Asubuhi lilikuwa limechanua, inapofika jioni limeinama. Sema imani. Tena tumefananishwa kama unyasi wa kondeni. Jua linapiga, unyasi unainama. Sema imani. Unapoinama ina maana haina uhai ndani mwake. Naweza simama nikanene katika uhodari, lakini napofika jioni ukasikia ya kwamba huyo ndugu tena hayupo. Leo hii sasa yeye anaitwa mwili, amekwisha pelekwa mwenda zuma. Je, nisipokuwa nimekorea katika toba ni hasara? Hamuna haja tukahesabia hasara ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana, nimekuwa kwa huduma, nimekuwa mchungaji, nimekuwa simba makanisa, lakini hakuna utakatifu. Je, tutamuona Bwana pasipo na utakatifu? Wacha tukatubu ili tukapate kuwa pamoja na Kristo, ili Bwana Mungu wa Israeli akapate kuwa ndani mwetu. Bwana anasema ya kwamba tangia wakati ule sasa injili ilibadilika, anahubiri injili ya toba na msamaha ili watu wake wakapate kumgeukia. Aliye na nia mbili akapate kuondoa, awe na nia moja ya kumfuata Yesu Kristo. Uliza jirani yako, tunaendelea vizuri? Haleluya. Ugeugeu umetuweka mbali na Bwana. Najua tunatembea sehemu tofauti mbalimbali, lakini tuko na Kristo. Kuna yeyote aliyetoka pasipo na Kristo kuwa pamoja naye? Yuna Bwana. Mahali uliko jua ya kwamba una Bwana. Sema imani. Bwana aweza kuniweka wazi, aweza kukuweka wazi, aweza kuweka wazi hizo vichwa zote. Tuwe na hofu ya Bwana, kanisa la Bwana. Sema imani. Hofu ya Bwana ni ya dhamana. Ambia jirani yako kuwa na hofu ya Kristo. Kuwa na hofu ya Kristo popote penye uko. Uwe katika mlango yako, kuwa na hofu ya Kristo. Haleluya. Kanisa lisilokuwa na hofu ya Kristo, lile kanisa limepotoka. Kanisa lisilokuwa na hofu ya Kristo, lile kanisa lipo katika njia ya mwanguko. Hofu Kristo wakati wote. Kuwa na hofu ya Bwana ndani mwako. Sema imani. Lazima tuwe na hofu ya Bwana ndani mwetu kama tunahitaji kumuona Bwana. Mathayo 3:8. Biblia inasema ya kwamba basi zaeni matunda yapasayo toba. Sema imani. Tukazae matunda yapasayo toba.
Leo hii kama Bwana angelikuja angekuuliza wewe unazaa matunda gani? Wewe ungelisema tunda lipi ambalo unalolizaa? Hello. Amen. Kama Bwana angelikujilia siku ya leo akuulize sasa, leo umelizaa tunda lipi? Ungelisema tunda lipi ambalo mimi nimelizaa? Tunda la zinaa, tunda la kiburi, tunda la majivuno, tunda la kujiona, tunda la ujanja. Kwa sababu tuko Nairobi, tutasema hii ni Kainairo, lazima uwe mjanja. Haleluya. Amen. Litasaidia lipi hilo katika huduma? Tuseme imani. Amen. Hilo litasaidia nini wapendwa? Kiburi kitasaidia nini katika huduma? Hamuna. Biblia imesema tu ya kwamba tangia wakati wa Yohana hadi siku ya leo ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio watakaoteka. Halikusema ya kwamba wenye viburi wataingia mbinguni, wenye viburi watachukua ufalme, wajanja watapana. Ujanja wako uwe ndani mwa Bwana. Sema amen. Amen. Ujanja wako uwe ndani mwa Kristo. Mimi najua kucheza kadi zangu. Kadi gani wewe? Amen. Amen. Wadada wazuri ni wale walio na hofu ya Bwana. Wandugu wazuri ni wale walio na hofu ya Bwana. Vijana wazuri ni wale walio na hofu ya Bwana. Amen. Kanisa amen. Amen. Lakini hofu ya Bwana ikikosekana ndani mwako, my friend, you are just nothing. Amen. So Biblia inasema ya kwamba basi zaeni matunda ya pasayo toba. Neno lako linalotoka katika kinywa chako liwe lile ambalo linaweza likalete toba katika maisha ya mtu. Si ya kwamba wewe unalolitoa ni lile neno ambalo linazalisha machungu. Amen. Iwe katika malangoni peto, iwe katika njia ya huduma, wacha neno linalotoka katika kinywa chako iwe neno ambalo linalozalisha toba. Halo. Amen. Lakini sio neno za kuzalisha machungu, sio neno la kufarakanisha, sio neno la kumfanya mtu asonge mbali na Bwana, sio neno lile ambalo linamtenga mtu. Halo. Bali ni neno ambalo linamfanya mtu akajiona ni kana kwamba yeye mahali ambapo hapo na wale alio nao ni watu ambao wanafaa wa dhamana katika maisha yako, ili asije akaregrete. Amen. Halo. Amen. Je, msalaba umebadilika? Sema amen. Amen. Biblia inasema, Paulo anasema ya kwamba nilitakalo kulitenda silo ninalolitenda, ila nisilolitaka ndilo ninalolitenda. Ni tongue twister, lakini ni andiko la Bwana. Amen. Sema amen. Kwa hivyo Wakristo wengi siku na kama ya leo wanatamani kumtumikia Bwana, lakini kwa sababu dhambi imekolea hadi ndani ya damu na mwili umejaa uovu, kwa hivyo hawawezi kutenda ile jema, bali badala ya jema uovu limesimama, anajikuta kitenda lisilofaa. Ni kwa maana analolitaka si analolitenda, ni kwa kuwa ile ovu limemtawala. Amen. Hello. Amen. Hata waseme ya kwamba ni A, wewe unasema F. Maana wewe ni mjanja. Sema imani. Amen. Haleluya. Je, sasa tunda lipi ambalo wewe umelizaa? Kama yuwepo unatenda lile ambalo halihitajiki, ina maana tunda unalolitoa ni tunda lililobovu. Lakini maandiko inatuarifu katika ufasaha mkubwa ya kwamba tutende hadi tutoe tunda lile ambalo linastahili toba. Amen. Yaani mimi ninapotenda nikatende jambo ambalo linaweza zaa malio mema. Amen. Sema amen. Amen. Sio kwamba ninatenda yale yaliyo mabovu. Hello. Amen. Mpendwa, safari hiyo msalaba ambayo tunasema kikomo sio hivyo vile sisi tunaiona. I wish one day
Utenge muda wako umwambie Bwana, nina haja nikapate kujua nini ambacho kitakachotukia ino siku ya mwisho. Utaona mambo makubwa. Amen. Sema amen. Hebu muite Bwana umwambie, nijulishe tu litakalotendeka katika hiyo siku ya mwisho. Utaona vilio. I wish one day Mungu afungue bingu lake ukapate kwa. Ni kwa sababu gani Wakristo wengi wamekwisha kaa katika ile hali ya kutaka kubembezwa? Wakristo wamekuwa sasa watoto wa ndege. Yaani mtoto wa ndege anakaa katika kiota anangojea mama ama baba. Akikuja hata amebeba mawe. Mtoto wa ndege anafungua kinywa, wanamwangushia mawe ndani anameza. Hata ni takataka anameza. Lakini mimi ninakunenea ya kwamba toka katika hali ya kiutoto kulia katika Bwana, ili nawe pia hili neno ambalo tunalosimama nalo hapa ukapate kufundisha na wengine wanaofaa kufundisha na wengine. Hata nawe huo mtumishi, si ya kwamba usalie kufundisha kila siku, lakini utakulia ukiwa unatubu kila wakati na kukataa damu ya ukoo ya watu ambao hawakuweza kuwa watumishi wa Bwana. Amen. Amos anasema ya kwamba mimi hata sikuzaliwa na nabii, ijapokuwa mimi nabii. Yes. Sikuzaliwa na watumishi wa Mungu, lakini mimi Bwana ameniita na amenichagua. Ninamtumikia. Sema amen. Katika eneo ya utumishi ni wewe kujitoa ili Bwana Mungu asare akutumikie. Lakini ukikaa pale kama mtoto wa ndege, ya kuambia utakula utakula takataka kila siku, na kwa sababu wewe ni wa kusubiri. Hello. Amen. Hadi lini? Uliza jirani yako, wewe unataka tu kuwa mshirika. Sisi ni washirika wa kawaida, washirika wa PPTM. Umeona umejitengenezea territory gani unapojivuna kama mshirika? Hello. Amen. Get out of your slumber. Can you get out of your comfort zone? Niweze kukua mtumishi. Watumishi wanakemea mapepo. Watumishi sijui nini. We, uliitwa kukaa. Hautajua uliokoka kwa sababu gani. That's why unakatalia pale. Amen. Angalia jirani yako uone anatabasamu aje. Sema amen. Shida kubwa ambayo imefanya Wakristo hawataki kugairi ili wakaonekane wameondoka katika mifungo. Moja, washirika wengi wamekuwa tu matawi. Najua tawi wakati mwingine linaweza toka katika ile branch. Hallelujah. Wakati wowote mtu anaweza piga na hata na rungu lingine linaweza likanyauka na lianguke, lakini sasa kama lile tawi halitashikiliwa kwa nguvu litaanguka chini. Na ndipo wanaanguka kila mara. Hello. Amen. Dada yangu, usikubali kupeperushwa. Amen. Madhara makubwa ni hii. Pole sana kusema hili, mtasema ya kwamba huyo jamaa anajivuna. Shida kubwa na tena imepatikana Nairobi. Unajua mimi ni slave queen, tena msingo. Hey. Man. Is that a good father? So unaweza fanya tu chochote kwa sababu si mimi niko single. Alafu unatingisha kichwa hivi, alafu anatoa sauti nyingine hapo chini. Hallelujah. Amen. Mtii Bwana na usingo wako. Hallelujah. It is not a sin. Yes. Amen. Amen. It is not a sin. Paulo anasemaje? Mungelikuwa kama mimi. Hallelujah. Hamungelioa. Yes. Lakini kwa sababu ya tamaa na zina zenu. Yes. Basi imempasa kila mmoja awe na. Amen. Na kila mmoja awe na bwana na mmoja awe na. Lakini ametangulia kusema mungelikuwa kama. Ina maana alikuwa. Useme kwa sauti, kwani unahofia wewe uko single? Alikuwa hivi katika Kristo. Hallelujah. Sema amen. Na tena ni ya dhamana sana. Heri wewe uliye single. Sijasema watu watoke kwa ndoa zao.
Don't misquote me. Yes. Sema amen. Yes. Unaweza toka hapa na mume wako apate umebeba bagi, ule jamaa amehubiri. Hallelujah. Amen. Nasema ni heri yeye aliye single, ni kwa sababu akili zake zina utulivu. Tena anaweza toka nafanye kazi ya Bwana pasipo. Amen. Amen. Lakini sasa wewe mke wa nyuma ukitoka mume wako akikuja atakoroma. Sasa hivi saa ngapi? Hiyo ni injili gani mnahubiri? Amen. Amen. Huku mke pia anakoroma. Sasa hivi saa ngapi? Kwani unaenda kwa dada fulani mpaka saa hii? Sema amen. Lakini sasa heri, lakini usichukulie ile hali sasa ni kwa ajili ya kudhalalisha msalaba. Hallelujah. Sema amen. Na tena wewe ndugu ambaye pia ulie dare not take it as an advantage. Yes. Sema amen. Bali katika ile hali tuitumie kwa ajili ya kuhubiri injili ya Bwana. Sema amen. Na haya itatendeka iwepo hofu ya Bwana itakuwa ndani mwetu. Lakini iwepo hatuna hofu ya Bwana, hata walio katika ndoa wamekwisha idhalalisha ndoa yao. Sema amen. Hallelujah. Ni kwa sababu mimi nimepatikana Kitengela na washirika wa PPTM nao wote ni wa Mathare. Kwa hivyo mimi Kitengela ni mtu mgeni tena mpya. Basi pale ninafanya chenye nataka. Ni kwa sababu hofu ya Bwana haiko ndani mwako na toba imepungua. Roho wa Bwana hawezi tenda kazi na wewe. Halo. Sema amen. Kwa hivyo wacha tuwe na hofu ya Bwana. Tunapokuwa kazini mwetu tuwe na hofu ya Bwana. Tunapokuwa katika pilika kutafuta, wacha tuwe na hofu ya Bwana. Popote tunapokuwa, wacha tuwe na hofu ya Bwana. Kutenda vitu kiholela ni kwa sababu ya upungufu wa toba. Amen. Zaeni tunda lipasalo toba. Sema amen. Wacha tangia siku ya leo kanisa ikazae tunda linalopasa toba. Mtu atazamapo mwenendo wako aweze kuvutiwa na mitindo na mienendo na matendo yako. So anapokuangalia hivi anaona giza. Ati huu kama ni msalaba. Hapana, usikafanye wenzako wakajuta. Amen. Hadithi za nasaba tumekatazwa. Yaani wewe ndio sasa kila hadithi ikitoka wewe uko ndani. Unajua yote. Na kejeli umezijaza. Biblia inakataa watu ambao wamekwisha okoka wasipatikane katika kejeli. Pale penye mzaa upo, wewe ambaye umeokoka usipatikane. Ni kwa nini tunapatikana? Toba imepungua. So hakuna directiveness za Holy Spirit. Sema amen. Hallelujah. Angalia jirani yako vizuri. Ukitaka kujua sasa yeye ni assembly gani, kuwa na mtazamo na yeye. Kidogo kidogo unamwangalia kwa uso. Utajua ya kwamba huyu ndio wanasema. Sema amen. Hallelujah. Kwa hivyo siku na kama ya leo tubadili. Yes. Kanisa la Bwana tubadilishe. Isaya 1:18. Isaya 1:18. Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane. Haya njooni tusemezane. Asema Bwana. Asema Bwana wa majeshi. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. Zitakuwa kama sufu. Itakuwa kama sufu. Sema imani. Amen. Hallelujah. Amina. Kuna kuoshwa unapogairi, kuna kufanywa upya unapotubu. Kwa hivyo saa ile unapoenda mbele za Bwana, unanena matendo yako, unamwambia Bwana, mimi nimefukuza mtoto wa jirani, saa ile nilikuwa nimekwisha pika, rudi kwao, ni masaa ya kukula. Yesu nisamehe. Bwana anakusamehe. Ile dhambi ya uchoyo inakutoka. Amen. Hallelujah. Amen.
Unapokuwa na uchungu ambao hauwezi jizuilia, unapoona mwenzako ameshuka mshuko mzuri, ameshonga kitenge kizuri, amepiga pamba, unajikuta katika uchungu, nenda mbele za Bwana, mwambie hali hii inaniweza mimi, Bwana naomba rehema. Amen. Ukikosa kazi unakaa kwa mlango, unaanza kunong'oneka ya kwamba mimi nalikuwa aje hawa wanaotoa. Mwambie Bwana, nisaidie, nina hali ya uchungu ndani mwangu ambayo unayotokana na tunda la mwili. Yesu nisamehe. Haleluya. Sema imani. Amen. Tubu. Hata dhambi zako zijapokuwa nyekundu, Bwana atazisafisha, zitakuwa eupe kama sufu. Mimi ni mtu wa vita, tubu. Mimi ni mtu wa kiburi, tubu. Mimi ni mtu wa kujiinua, tubu kwa ajili ya kujiinua. Hiyo ni kazi ya mwili. Sisi tumeuzwa ndani mwa Yesu Kristo, tena hatupo chini ya sheria ya mwili. Sisi ni wa Kristo, basi hatuwezi enenda jinsi ambavyo mwili unavyohitaji tuenende. Imetupasa sisi tukapate kuenenda kadri Roho wa Bwana anavyotuelekeza, sio kufanya vitu kiholela. Sema imani. Amen. Sio kutenda ni kwa sababu kutenda kupo, hapana. Andiko nasema ya kwamba iweni wapole kiasi. Haleluya. Sema imani. Amen. Kila kitu Mkristo anatenda kwa viwango, kiasi. Hata anapokasirika, lakini si kiasi, sababu ni mwanadamu, hajavishwa sasa mwili wa kibinguni, bado ndipo atabadilishwa, lakini lazima atakasirika, ila iwe kiasi. Andiko tena imeweka limit, jua lisichui kama bado ule uchungu ngalipo ndani mwako, kiasi. Sema imani. Amen. Haleluya. Amen. Lakini je, yako ni ya kiasi? Kama ya last year bado uko nayo hadi leo, kiasi hiyo? Uliza jirani yako ni ya kiwango gani? Lakini tunasema tunaenda mbinguni. Sasa ni mbingu gani kama last year bado uko nayo siku ya leo? Haleluya. Ayubu 9 mstari wa 27, Biblia inasema ya kwamba kisha nikaacha kununa uso, nikachangamsha moyo. Haleluya. Ni lazima uache kununa, ni kwa sababu walisema ile siku, najua Rambe ilikuwa walisema mimi nilibeba mandazi, lakini mama Chachi ndiye alikuwa amenipa. Sasa kama walisema umebeba mandazi na kweli ulikuwa nayo, na usisema asante Yesu, mimi nilibeba. Sema amen. Sasa kuna siku mimi nitapatikana jikoni, ati mimi tena wananiita niende nipike kama kuna sherehe. So walisema nibebeba. We dadangu, bingu ndilo unalolikataa. Unakataa bingu, haujakataa kupika mandazi. Ni bingu umeambia Kristo, sasa mlango wangu ufanye nini? Weka kufuli na utupe ufunguo. Sema imani. Kwa hivyo siku na kama ya leo, Bwana ako na haja na sisi tukapate kutubu. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Biblia inasema aje? Ya kwamba tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Toba. Acts of Apostles 3:19. So anasema ya kwamba tubuni basi, sio ya kwamba mrejelee katika uovu, bali zitakapokuja nyakati zilizo njema, mpate kupata nafasi katika Bwana, mkimtukuza na kumuinua. Tubuni. Kama umekuja jua ya kwamba ni matendo yangu ndio inayoniweka mbali na Bwana, Biblia inasema ya kwamba tubuni basi mkapate kurejea. Haleluya. Ukikataa chochote katika nyumba ya Bwana, haujamkataa mwanadamu, umemkataa Kristo. Kanisa, mnanisikia? Popote pale penye utaenda, najua ya kwamba huenda wengine hii huduma kitambo ifikishe miaka 20 watakuwa wamebadilisha huduma. I wanna give you this free. Ya kwamba popote pale utaingia kwa mlango wa Kristo Yesu, if you wanna be given any given task, usikatae, unamkataa Kristo. Amen.
Na ukikataa Kristo unaweza jitengenezea maisha? Bwana ndiye anayekutengenezea. Jambo ulilolikataa siku ya leo, tubu ili zije nyakati za kurudishwa. Ndugu yangu, dada yangu, umeambiwa yenda imba, wewe umekataa. Fagia kanisa, umekataa. Ingia kwa ibada, umekataa. Fanya, umekataa. Umekataa Kristo. Haleluya. Amen. Sema amen. So ndipo maandiko inasema ya kwamba basi mupate kutubu ili mukapate kumrejelea Bwana, ili zikapate kuajilia siku za kuburudishwa, sio siku sasa za kuomboleza. Ila ana haja utakapokuwa umetubu utaokolewa, utakapokuwa umetubu utakombolewa, utakapokuwa umetubu utapata rehema mbele za Bwana, nawe una kibali tena kuburudika pamoja na Kristo, na kwa maana ndani mwa Bwana mna raha. Lakini usipotubu, jua ya kwamba machungu yangalipo pamoja nawe. Usipotubu, jua yakini ya kwamba wewe pamoja na yale ambayo yaliyokuwa inakusumbua bado yatakusumbua. Halo. Amen. Bado utasumbukana. Lakini siku ya leo Bwana ako na haja ukapate kuongoka katika ule mtego. Bwana ametufananisha na makinda wa ndege. Ndugu yangu, ni wakati wa kuongoka katika mtego wa muindaji. Sisi kama ndege, tubu ukapate kumrejelea Bwana. Tubu. Tubu. Na heri wewe ambaye hauna dhambi. Ni heri wewe uliye msafi. Heri wewe. Hello. Heri wewe. Safari hii soma nami katika Zaburi. Tunahitaji kwenda mbele za Bwana. Psalms 50, that is 51. 1. Kitabu ni Zaburi sura ya 51 mstari wa kwanza. Mungu unirehemu. Mungu unirehemu. Sawa sawa na fadhili zako. Sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Yafute makosa yangu. Yafute makosa yangu. Sema amen. Amen. Rehema. Bwana unirehemu, mimi ni mtu wa kiburi. Bwana unirehemu, nina ujanja usiofaa. Haleluya. Haleluya. Bwana nirehemu, mimi ni mtu wa kujivuna. Bwana unirehemu, mimi ni mtu niliyejaa machungu. Bwana unirehemu, mimi ni mtu wa kujiinua. Bwana unirehemu, mimi nimekuwa mtu wa kujiona. Bwana unirehemu, mimi ni mtu wa vita. Bwana unirehemu. Haleluya. Wacha kusema nirehemu Yesu, nirehemu Yesu. Sema kile ambacho wewe ukifanya. Yes. Atakusamehe kulingana na kile ambacho wewe unakitenda. Kwa hivyo unapokinukuu, hapo ndipo Bwana anaona kweli iliyoko ndani ya moyo wako, naye anatenda sawia sambamba na kadri jinsi ambavyo moyo wako umekunenea. Sema amen. Amen. Kama uliua, unaambia Bwana nimeua. Amen. Amina. Kuna watu wanafanya abortion. Yeah. Wewe uliua. Unapotubu unaambia Bwana mimi niliua, nisamehe. Kwa sababu gani? Unaposoma in Revelation, maandiko inasema ya kwamba tudogo kwa watu wakubwa tote tutakuwa foleni. Na kama watakuwa foleni, basi hapa omba Mungu sana ile siku ambayo tunafika katika foleni ya Yesu Kristo, utaona tutoto twingine tule ambacho wewe haukujua tukiwa nyuma ya wengine. Baba. Amen.
Sema amen. Twingine tunakimbia kusema mama usiniache. Tubu. Sema amen. Tubu. Usipotubu madhara itakupata. Na vijana ambao walioko katika nyumba hii wa kike, jichunge. Sema amen. Achia mimi ni virgin. Virgin na jana ulitoa mtoto. Wewe ni mama mfiwa. Sema amen. Nenda tubu. Haleluya. Wewe utaitwa mama mfiwa. Sio hiyo yeye wewe unatembea nayo kwa mdomo. Wewe ni mama ya marehemu. Tabia kama hiyo sisi hatutaki, tabia chwara kama hiyo kwa watoto wa PPTM. Iweni discipline. Salia ndani mwa Yesu Kristo mkimwomba Bwana. Mwambie Bwana nipe utulivu. Sema amen. Vijana wawe watulivu ndani mwa Kristo. Maana Biblia inasema ya kwamba kuna hukumu kwa jambo lilo lizuri na kuna hukumu hata kwa jambo lilo libaya. Wewe umetenda lizuri ama libaya, hukumu inakungojea. Ukitaka kuhukumiwa kama mama mfiwa, utaenda kuhukumiwa kama mama mfiwa. Sema amen. Haleluya. Angalia kijana mahali alikomwambia kwamba tulia. Kila kitu na wakati wake. Watu ambao wanakaa na hofu ya Kristo wanakuwa watulivu ndani mwa Bwana wakimongojea Bwana. Bwana hawezi kupatikana watu wakiwa katika furugo, ni lazima wawe katika utulivu. Sema amen. Kanisa ni lazima tutulie ndani mwa Bwana. Na vijana nao iweni watulivu, msifanye watoto wa watu kuitwa wamama wafiwa. Utahukumiwa kwa hilo. Amen. Hata heri ungeliacha kuomba, kwa sababu sasa hakuna haja ujisumbua hapa miaka 50 alafu baadaye unaelekea jehanamu kwa sababu ulipatia mtoto wa mtu pesa kaenda akatoa mimi. Bure kabisa wewe. Sasa hata hakuna haja ya wokovu. Sema amen. Lazima ukapate kuwa mtulivu katika Bwana. Na mimi nikikupata na kufukuza hata katikati ya highway. Sema amen. Haleluya. Heri ufanye na usipatikane karibu na mimi. Nitafukuza wewe hata hutaamini mimi ni Beni. Sema amen. Mimi ni kama panya. Na kula ugali yako ambayo hujafunika. Amen. Na tena naweza vuta noti kutoka kwa jirani na nilete. Tena nitakula vidole zako. Sema amen. Kwa hivyo usione nimecheka ukadhani ya kwamba ni hivyo. Naweza kukataa katikati ya mwangaza. Ambia dada hii hapana. Ndio ni michezo ya maisha, umri umekataa. Na msalaba inanikataza hiyo. Cheza mbele huko. Sema amen. Lakini utakapokuwa na hofu ya Bwana ndani mwako, hautapatikana katika madhara. Wapendwa, tumeokoka na tunakiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yetu. Tutende sawia sambamba na jinsi ambavyo tunavyokiri. Endelea ndugu yangu. Mstari wa pili wa Zaburi mlango wa 51. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Yes, ndio. Mstari wa 3. Maana nimejua mimi makosa yangu. Mimi nimejua makosa yangu kama Ben. Sema amen. Wacha kwenda kusema ya kwamba Pastor Ben yeye amefanya hivi. Jua makosa yako. Haleluya. Not unless Roho wa Bwana amekufunulia. Nenda naambia Ben kwamba atubu kwa ajili ya akili. Lakini maandiki nasema ya kwamba Daudi akalia akagairi mbele za Bwana. Nimejua makosa yangu mimi kama Daudi. Nimejua uovu wangu kama mimi Ben. Nimejua dhambi zangu mimi kama Ben. Na dhambi yangu ii mbele. Dhambi yangu ii mbele yangu daima. Ya kwamba ina haja wewe ukajue ya kwamba tangia siku ya leo, tangia siku ulipotenda hadi siku ile utakaposimama mbele ya kiyama, ile dhambi haitatoka mbele zako. Iko mbele yako daima. Yale uliyoyatenda usipotubu ukapate kusamehewa, jua ya
lakini ya kwamba yapo foleni na wewe. Unapokanyaga yanakanyaga, unaposonga yanasonga, unapoketi yanaketi pamoja na wewe. Kwa hivyo tubu ili ukaweze kusamehewa, ziweze kujilia siku za kuburudishwa ndani mwa Bwana Mungu wa Israeli. Usipotubu dada yangu, ndugu yangu, jua ya kwamba hukumu imesimama na inakungojea kwa matendo yako uliyoyatenda, yawe mema yawe mabaya. Jua ya kwamba hukumu inakungojea. Yes. Mstari wa 4. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nimekutenda tu dhambi wewe peke yako. Haleluya. Amen. Unajua iko hii tabia ingine hapa Nairobi. Pole sana kusema hii, ya kwamba huyu akitoka aende hivi na huyu aende hivi, alafu huyu naye anatafuta maziwa huko. Sema imani. Amina. Ati sasa unajua uweze kukaa kiolela tu hivyo, lazima baba maziwa. Sema imani. Amen. Madada zangu, hii baba maziwa ambayo mimi ninaisikia hii, wewe ngojea siku moja risasi litapita ndani ya mwili wako, na hiyo baba yako ya maziwa hiyo tupu. Amen. Yes. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Nimefanya uovu mbele ya macho yako. Haleluya. Amen. Upendwa, ni wakati wa kumrudia Bwana. 2 Chronicles 7:14. Lazima tukapate kutubu. Sielewi, unajua ukoo wa kwenu jinsi ulivyo. Kama mimi, ukoo wa kwetu, na ninalilianga Mungu sana, ni ukoo wa zinaa na ulevi. Lakini mimi sijakunywa pombe. Sijasema ya kwamba sitaikunywa, lakini naweza kunywa iwepo sitatilia maanani Kristo. Amen. Sema amen. Amina. Kwa sababu ni spirit yenye iko mahali ambapo mimi nimezaliwa. Nisipojitia nguvu katika Kristo itaniweza. Sema amen. Amen. So nasema nini? Hata na wewe ya kwenu yako na unayajua, ukiyaacha yatakuzoelea. Yakikuzoelea, my friend, yamekupiga mwereka. Amen. Haleluya. Amina. Yakikupiga mwereka, ndio utaona unaanza kushikwa na aibu. Leo unakuja, kesho kutwa ukuji, alafu unasema tuko pamoja tu. Ndugu, si ukuje tumtafuta, tuko pamoja tu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, tunaenda mbinguni. Unaenda mbingu gani? Sema imani. Amina. Soma pamoja na Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 7 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, yes, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ambao sasa ni wa Kristo, watajinyenyekesha mbele zangu mimi Bwana, na kuomba na kunitafuta uso, na kunitafuta mimi Bwana, na kuziacha njia zao mbaya, na kuacha dhambi zao. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba watakapokuwa wameacha dhambi zao. Njia mbaya ni gani? Zile dhambi wanazozitenda. Kutakuwaje? Basi nitasikia toka mbinguni. Basi mimi Bwana nitasikia sauti zao kutoka juu mbinguni. Ndiposa andiko la kwanza limesema ya kwamba niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu sio yajua. Na Bwana anasema iwepo utaacha dhambi zako na umtafute Bwana kwa bidii, basi utakapokuwa unamuita Bwana Mungu wa Israeli, mimi nitasikia sauti yako. Na kwa sababu Bwana anajua sauti ya watoto wake, na kuwasamehe dhambi yao, nitawasamehe dhambi zao, na kuiponya nchi yao, nitaponya hata nchi yao. Asante ndugu yangu. Fungua nami Zaburi 32. Bwana Mungu wa Israeli. Zaburi 32. Mstari wa soma kwanza 2 na 3. Kitabu ni Zaburi mlango wa 32 mstari wa 2.
heri Bwana asiyemhesabia upotovu. Ni heri yule asiyehesabiwa dhambi juu yake. Ambaye rohoni mwake hamuna hila. Ambaye ndani ya roho yake hamuna hila. 2. Ndiyo ilikuwa ni 2. 1 nilikuwa nataka 1 2 3. Zaburi mlango wa 32 mstari wa kwanza. Heri asiye samehewa dhambi. Heri aliyesamehewa dhambi, yes. Na kustiriwa makosa yake. Yani heri yule ambaye amesamehewa. Una heri wewe ambaye siku ya leo unaenda kutubu ukapate kusamehewa. Makosa ya ukoo bado yanakuandama. Ambia Bwana nisamehe. Dhambi za ukoo, uovu wa ukoo, yote bado ingali na kuandama. Unamwambia Bwana nisamehe. Kuna mambo matatu ambayo unaweza kuitisha rehema ili Bwana akapa. Hino ni makosa, dhambi na uovu. Ni kitu kimoja lakini ina vitengo vilivyo vitatu. Na kila kitengo kiko na mizani yake. Sema amen. Haleluya. Hilo ndio jambo ambalo ninahitaji ukapate kuelewa. Ni kwa nini Bwana ana haja sisi tukapate kutubia dhambi, tutubie makosa na tena tutubie uovu. Ni kwa sababu hiyo vitu ziko katika mizani zake zilizo tofauti. Dhambi iko na mizani yake, uovu iko na mizani yake, na hata makosa iko na mizani yake, ijapokuwa ni kitu kimoja. Sema imani. Haleluya. Kwa hivyo siku na kama ya leo unapogairi usitubu tu kwa sababu ya dhambi. Jua yakini ya kwamba kuna kosa ambalo liko pale, liko na uzito kuliko dhambi. Kuna uovu uko pale, uko zaidi ya kuliko ile dhambi. Kwa hivyo haya matatu ukapate kuungamanisha ili ukapate kuligairi, ili Bwana Mungu akapate kusamehe. Ndiposa anasema ya kwamba ni heri yule aliyesamehewa dhambi. Amen. Na makosa yake yamepata kufunikwa. Haleluya. Sema imani. Kwa hivyo siku na kama ya leo kosa lako likapate kufunikwa na Bwana. Sio lifunikwe na mchungaji na koti lake. Si ya kwamba kosa lako liweze kufunikwa na damu ya Yesu Kristo. Yaani ukapate rehema na msamaha. Ukasamehewe kabisa kabisa. Sitielewe, sitambui. Kuna makosa ambayo baba walitenda, lakini siku ya leo inaandama watoto. Inatesa watoto. Ndiposa nimekuja nikakuambie, kosa la baba litubie, kosa la mama litubie, kosa la mjomba litubie, kosa la shangazi litubie, kosa la shosho litubie. Usipotubia kosa la hawa watu, nataka kukuambia ya kwamba bado haujaongoka, ungalipo katika mitego zao. Susani kwake, angalia watoto wanalia, wanateseka, na wewe ile roho iko pamoja na wewe. Umekosa kutubu. Jua yakini ya kwamba lazima itatenda kazi. Babu alikuwa anakimbia usiku. Babu alitesa watu, na wewe bado ile roho ya babu, maana una damu ya babu. Nataka nikakwambia ya kwamba bado utatesa watu. Unaenda kutesa wenzako. Kwa ploti wewe naye machungu hayakutoki. Wewe unagombana na kila mtu. Unataka kupigana na kila mtu. Hauna amani na kila mtu. Na kwa sababu ya damu iliyokuwa ndani ya shangazi, nimekuja nikakwambia tubu, ili Bwana akapate kusamehe, Bwana akapate kurehemu. Uovu wao unanena maishani mwako, dhambi zao zinanena maishani mwako, makosa yao inanena maishani mwako. Utaongoka vipi usipojali wokovu wa namna hii? Haleluya. Wapendwa, safari hii sio hivyo jinsi tunavyoielewa. Soma pamoja nami. Mstari wa 2 wa Zaburi sura 32. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu. Ambaye rohoni mwake hamuna hila. Yes. 3. Mstari wa 3. Niliponyamaza, nyumba yangu ilichakaa. Kwa kukua kwangu kana kutwa. Haleluya. Amen. So Daudi anasema ya kwamba nalipokosa kutubu, basi mimi nalisalia katika hali ya kuumia. Na watu wengi wanahukumika. Biblia inasema vipi? Ya kwamba iwepo dhamira haita kuhukumu,
basi mbele za Bwana wewe sawa. Lakini iwepo dhamira zinakuhukumu, basi dhamira yako na roho wa Bwana ni mmoja. Kwa hivyo dhamira ukiona inakuhukumu kini mbaya, jua yakini ya kwamba ni roho wa Kristo anakuonya. Haleluya. Je, ni mangapi ambayo umeyatenda na dhamira inakuhukumu na bado unayafanya? Haukusikia maonyo ya Bwana. Sema amen. Kwa hivyo ninaacha kanisa la Bwana likapate kuwa na ufahamu kusikia sauti ya Bwana. Ni kwa sababu dhamira inakuonya, dhamira inakukataza, wewe umekataa, unafanya kwa kiburi chako, unampuuza Bwana Mungu wa Israeli. Siku na kama ya leo, elewa, iwepo dhamira zinakuonya, jua ya kwamba Bwana anakuepusha. Dhamira imenikataza usipite kwa ile barabara, usipite hapo, pita huko. Mbona kuna msongo wa mawazo, unasalia kupita pale, unanyang'anywa, alafu narudi kusema ya kwamba nalisikia sauti ndani mwangu ikiniambia nisipite, lakini mimi nikapita. Wapendwa, wacha tusiache kukua na viburi ili tukapate kumsikia Bwana. Bwana anazungumuza, si ya kwamba ananenea mapasta peke yao. Bwana ananena na kila mtu, maana wote ni wa Bwana. Lakini kiburi, tubu. Haleluya. Uwezekana sio wewe. Kuna uwezekano sio wewe. Lakini kile kilichokolea sio kupenda kwako kile ambacho umeruhusu. Nitakalo kutenda silo ninalolitenda, ila lile nisilolitaka ndilo ninalolitenda. Kanisa la Bwana, wengine wametaka kumtumikia Bwana, wamejikuta tu kama hawamtumikii Bwana. Si ya kwamba hawataki, sio wao. Tuwe katika nyayo zetu.